kwa sababu tumejitahidi kuonesha ushirikiano kwenye matibabu mpaka tumefanikiwa kufika mpaka India. Ya, ila lakini Mwenyezi Mungu ameamua kufanya jambo lake, uwezo kumpinga. Kwa sina cha kusema sana, ila lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu hapo alipo, apumzike sehemu ilikuwa sahihi. Kiukweli msiba umetupa changamoto kubwa sana. Tena kuna process ambazo yani siwezi ngongea sana, lakini kwa sababu kuna baadhi ya vitu katika maisha zinakuwa zingine ni changamoto tu za kawaida. Ushaona bwana. Lakini jambo la kushukuru Mungu, msiba umeisha salama, tumezika salama. Ni hivyo tu. Kuugua kwake, ameugua kwa muda mrefu na tatizo kubwa lilikuwa ni utumbo ambao tulikuwa tunasikia kwamba unaachia mara hapa na pale. Kwa wewe tukio hilo ulikuwa unalichukuliaje? Maana wengine walijaribu kuhusisha na imani za kishirikina. Ipo hiyo. Ila lakini unakuta mwingine anaweza kusema kweli labda ni imani ya kishirikina, unakuta ni ugonjwa tu wa Mwenyezi Mungu. Unajua katika maisha kila mtu anaongea na lake. Kwa lakini katika vipimo tulivyopita mpaka na huko tulipofikia, kwa tatizo lake kubwa lilikuwa ni hilo masuala ya utumbo. Umeona bwana. Ila lakini ndio hivyo, unakuta mwingine anasema bwana mambo ya kishirikina, lakini hivi changamoto kwa binadamu si ni kawaida. Yaani baadhi ya watu kufikiria tofauti ama kwenda katika namna ambayo ni tofauti. Labda kama watu wanavyofikiria ni tofauti, kwenda tofauti kama hivyo. Labda anavyosema kwamba masuala ya ushirikina nini, kwa sababu tatizo lake mpaka alivyofikia kwenye masuala ya matibabu kufika mpaka huko, kwanza limemwanza ni muda mrefu. Tuseme kwamba ni muda mrefu, yani kwa sababu mpaka pale alipofikia sasa hivi kama kuhangaika tu, ushahangaika sana. Ushaona bwana. Kwa cha kushukuru Mungu kwamba imetokea, basi tuseme haina budi. Kachukua alichokipenda, basi tumuombe inshallah Mwenyezi Mungu amjalie hapo alipo apumzike salama. Kama baadhi ya watu wametoa comment wanasema bora amepumzika kwa sababu mtu ambaye alikuwa akiteseka, na mara mwisho tulisikia kwamba utumbo wake mkubwa ulipunguzwa. Ukisikia mtu anatoa kauli kama hii unafikiria nini? Kikweli wajibu ujisikilie vibaya sana. Ila lakini uwezo kuifikiria hiyo vibaya sana, kwa sababu ndio maana narudi tena pale pale katika masuala yake ya ugonjwa. Ameugua muda mrefu sana, ndio maana unakuta mtu anatokea ni heli bwana alipopumzika la muda, ila kutokana kwamba ile labda pilika za uuguzi ni unajua unaweza mgonjwa anaweza akaumwa zaidi ya miaka 3, miaka 2, miaka 5. Hapo watu wanateseka mpaka miaka 10 mtu upo kitandani anaumwa. Ushaona. Kwa sasa ikitokea pale mtu anavyosema heli alipopumzika, inawezekana sio heli yani kwamba heli labda ameona bora aende akapumzike, yani ile ni heli anaposema ni heli bora alipopumzika, yani kama alikuwa anateseka na matatizo alikuwa nayo. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mchakato mzima wa msiba umeonaje? Mchakato wa msiba kiukweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, msiba umeenda sawa. Hamna kitu kilichoharibika, mipango yote imekaa sawa. Tunashukuru sana kwa hiyo swala. Na watu wamejitokeza kwa wingi. Watu wamejitokeza kwa wingi sana, msiba umeenda vizuri, na ndio tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kikweli. Na kuna baadhi ya watu tofauti wameonyesha ushirikiano mkubwa wa hali ya juu sana. Ushaona. Yani ushirikiano, yani kikweli tuendelee kuwa na imani kama hiyo. Safi sana, nimependa tulivyoanza mpaka tulivyoishia. Sasa kitu gani ambacho ungependa kukizungumza, kwa sababu tumeona makaburini kule kuna mjadala ulizuka Diamond kwamba aliwahi kuahidi kwamba atajenga uzio wa makaburi ya Kisutu, nafikiri na ya Mwananyamara, hajatekeleza ile ahadi. Ile jambo limeletwa tena kwenye mjadala makaburini. Unaonaje ahadi za wasanii? Bwana, sababu unajua pia alikuwa msanii. Alikuwa ni msanii, lakini hadi ambayo alitoa kama unavyosema Diamond alitoa hadi kwamba atafanya kitu fulani baada ya hicho kitu kilivyotokea. Ushaona. Kwa mimi sina ya kuongea sana. Labda unaambiwa siku zote mtu huwezi jua anavyoahidi labda hadi yake itakuwaje. Umeona bwana. Kwa ni swala labda la kusikilizia tu bwana, ndani ya muda fulani alichokiahidi inaweza labda kikafanikishwa ula, lakini mimi sina cha kuongea sana kutokana na hadi ya Diamond kwamba alivyoahidi itakuwa hivi na hivi. Kwa mimi siwezi
kaongea sana hadi yake yeye mwenyewe ndo atajua ataitekeleza vipi. Ya ni kwenye msiba wa Dida walitoa ahadi kwamba watamsomesha binti, lakini familia ya Dida imekuja kulalamika kwamba binti hakuna nguvu yote inatoka kwa upande wa Wasafi ama Diamond mwenyewe. Ni kama vile ilikuwa ni maneno ya kutiana moyo msibani. Ya unajua maisha unajua yana changamoto kubwa sana. Ndio maana nimesema kwamba masuala mtu anavyohaidi kitu huwezi jua nafsi yake mtu ipo vipi. Anaweza haidi kitu kwa kuona labda umati wa watu upo. Mwingine anaweza kusema mimi naweza nikafanya kitu fulani, wanasemaga kwamba sifa, si unajua? Kwa mtu anaweza kaahidi kwamba labda sifa hivi na hivi, mimi nitafanya kitu kikubwa, na sio pale tu, hata kuna masuala ya uko familia, mnaweza mkaa na vikao vya familia afu mtu akawa anatoa ahadi zake, au baada ya shughuli fulani, au mfano kama unaweza kaa kama mimi labda kama naweza nikaoa, au siku ambao nimeoa nipo kumbini nafanya harusi yangu, si ndio? Au kabla ya kufanya ile harusi anatokea mtu au hata wewe tu from nowhere anaweza kaniambia bwana mimi naweza nikakuaidia kitu fulani afu usifanye. Umeona bwana, kwa sasa kwa hiyo masuala hayo ndio maana nimesema kwamba hiyo itajulikana hapo baadaye mwenyewe alifaidi kama la au sio la. Yeah. Shukrani sana. Haina shida, nashukuru sana. Kuna vitu tutaendelea kujifunza kupitia yeye, lakini pia ni waase wenzangu mliopo kwenye media, tustiriane, tusisubiri mpaka mtu afe, sawa? Unapoumwa mwenzetu tumstiri, tusione vibaya kumsaidia mtu anayeumwa, sawa? Na sina la ziada isipokuwa tukutane makaburini inshallah, tukampumzishe ndugu yetu. Asante kwa kushiriki. Asante sana. Salama mambo? Tafanyika katika msikiti Masjid Maamur, msikiti maarufu, kimbia gari maalum ambayo imebeba mtoto wa marehemu hapa nyuma. Tutaweza kukuonesha kinachoendelea. Msafara mzima msafara beba mwili wa marehemu Karina ukitoka hapa airport. Zoezi zima